Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mtazamaji wa Mahasin TV. Ni matumaini yangu buheri wa afya popote palipo. Ni ukaribishe katika kapu la habari siku hii ya leo. Mimi jina langu ni Zuberi Mgaya, ambaye nitakupitisha kwa upande wa habari za kitaifa, na katika upande wa habari za kimataifa nitamwalika hapa Nuhu Kasim Stima, ambaye atakupitisha katika yote na yote yaliyojiri nje ya mipaka ya Tanzania. Lakini awali ya yote, mtazamaji, tupate muktasari ya miongoni mwa machache katika mengi ambayo tutakuwa nayo katika siku hii ya leo. Chuo cha Umu Aisha kilichopo manispaa ya Singida chapata suluhisho changamoto ya huduma ya maji. Shilingi bilioni 17 zatumika kukamilisha miradi mitatu ya dharura mkoani Katavi. Na katika rubaa kimataifa, Marekani na Iran zakubaliana kusitisha mapigano kwa wiki 2. Naam, nikukumbushe tu mtazamaji kuwa mbali na kufuatilia matangazo haya kupitia katika kisimbuzi chako cha Azam, lakini pia unaweza ukayapata matangazo haya kupitia katika mtandao wa YouTube endapo ukiandika Mahasin TV official channel, utavinjari huko kapu la habari pamoja na vipindi mbalimbali. Lakini pia tunapatikana kupitia Azam Max app. Tulianze kapu la habari hii leo tukianzia huko mkoani Singida. Chuo cha mabinti wa Kiislamu cha Umu Aisha kilichopo Misuna manispaa ya Singida hatimaye kimeondokana na adha ya muda mrefu juu ya upatikanaji wa huduma ya maji safi na salama baada ya kushikwa mkono na wadau wa hisani pamoja na wapenda kheri. Kutoka huko mkoani Singida, mwanahabari wetu Ramadhani Idilimo anatupasha zaidi. Shughuli za uchimbaji wa kisima chenye urefu wa mita 100 zimeanza katika chuo hicho, hatua inayotarajiwa kumaliza kero ya muda mrefu wa upatikanaji wa huduma ya maji katika chuo hicho. Katikati ya mwezi wa Ramadhani tulitoa tangazo tukiwa tunahitajia kisima kwa ajili ya maji kwa ajili ya wasichana wetu ambao wanasoma hapa. Alhamdulillah, kwa uwezo wa Allah, baada ya maombi hayo imefika mahala leo kuna muhisani ambaye amejitokeza na ameanza kuchimba kisima hapa. Wamemaliza kuchimba, wanaingiza mabomba ili kisima kianze kufanya kazi. Kwa kweli tunamshukuru Mwenyezi Mungu, Allah amjaze kila la kheri huyo aliyojitolea kisima hichi, amlipe pepo ya Firdausil Aala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambariki. Tunawashukuru wahisani kwa kutuletea maji, kwa sababu hapo nyuma tulilazimika kuvunja baadhi ya vipindi na kwenda kutafuta maji. Kwa hiyo tunawashukuru wahisani kwa kutuletea maji. Maana kipindi cha nyuma tulikuwa tunateseka, maji yanakatika karibia wiki, tunateseka katika jambo la kufua, kutia udhu na mengineyo. Kwa kutuletea kisima tunashukuru sana, tutakuwa tunapata masomo kwa wakati, tunafua kwa wakati na tunaenda kuswali kwa wakati. Kwa hili tunawashukuru kwa kutupatia maji, tutakuwa tunafanya usafi kwa wakati, tunafua nguo zetu, tunafanya usafi vizuri. Allah wajaze kila la kheri. Uongozi wa chuo hicho unaendelea kutoa wito kwa wadau na wahisani kuendelea kuwashika mkono katika kuboresha miundombinu ya kujifunza, ikiwemo kukamilisha ujenzi wa bweni pamoja na vyumba vya madarasa. Lakini bado tuna changamoto ambazo tumezisema za madarasa na kuwezeka bweni ambalo linahitajia zaidi ya milioni kama 15 kununua mbao, kuweka bati, kufanya finishing, kununua viti. Haya yote bado tunawaomba.
Kutoka Singida, Ramadhan Idilimu. Serikali kupitia wakala wa barabara Tanzania TANROADS imetekeleza miradi mitatu ya dharura yenye thamani ya shilingi bilioni 17 kwa udhamini wa Benki ya Dunia huko mkoani Katavi, ikiwa ni jitihada za kuboresha miundombinu ya barabara na kuondoa changamoto za usafiri na usafirishaji zilizokuwa zikisababishwa na mvua kubwa. Nuhu Kasim Mustima anatupasha zaidi. Hayo yameelezwa na kaimu meneja wa TANROADS mkoa wa Katavi, mhandisi Msuri Jacob Temu, wakati akibainisha maeneo ilipotekelezwa miradi hiyo. Tulipata madaraja matatu. Daraja la kwanza lilikuwa kwenye Mto Katuma, eneo la Starike. Daraja hili lilikuwa na urefu wa mita 55 ambayo ilikuwa na thamani ya bilioni 9.16. Lakini pia eneo hili lilikuwa na matatizo makubwa sana. Tukikumbuka mwaka 2024 mwezi wa 4 kulikuwa na mvua kubwa sana zilinyesha mkoa wa Katavi, na ilipelekea daraja hili au barabara hii ya kwenda Sumbawanga ambayo ni barabara kuu kufungwa kwa siku 11, ambayo ilipelekea mambo mengi sana kukwama. Aidha, mhandisi Temu ameelezea muda ambao mradi huo ulianza kutekelezwa, ambapo mkandarasi mzawa ndiye aliyepewa zabuni ya kutekeleza mradi huo. Mradi kimsingi ulianza 2024 Novemba na ulikamilika Januari 2026. Hata hivyo, daraja hili lilijengwa na mkandarasi mzawa wa Sumbawanga ambaye anaitwa Mselem Building Contractors, na aliweza kumaliza kwa wakati, na sasa hivi daraja liko zima kabisa na linapitika vizuri. Katika hatua nyingine, mhandisi Temu ameelezea baadhi ya faida zinazopatikana mara baada ya kukamilika ujenzi wa miradi hiyo, ikiwemo kufungua fursa za kiuchumi na mataifa mengine jirani. Barabara hii ina uwezo wa kupitika sasa kwa muda wote wa mwaka, lakini pia daraja hili liko kwenye barabara kuu ambayo inatoka Tunduma kwenda Sumbawanga, Mpanda hadi Kigoma kwenda Nyakanazi. Sasa magari mengi sana yanapita pale kutoka Afrika Kusini, kutoka Zambia, kutoka Kongo, kwenda Burundi, kwenda Rwanda, hata kwenda Sudani ya Kusini. Kwa hiyo utaona kwamba kuna faida kubwa sana baada ya daraja hili kukamilika na kuweza kupitika kwa mwaka mzima. Serikali imesema itaijenga barabara ya Kakonko Muhanga kupitia gharama yenye urefu wa kilomita 41.43 kwa kiwango cha lami ili kurahisisha huduma za usafiri na usafirishaji kwa wananchi na wafanya biashara. Amesema hayo naibu waziri wa ujenzi mhandisi Godfrey Kasekenya bungeni jijini Dodoma, wakati akijibu swali la mbunge wa Kakonko Alan Thomas Mvano aliyetaka kujua ni lini barabara ya Kakonko kwenda mpaka wa Muhange kupitia gharama yenye urefu wa kilomita 41.43 itajengwa kwa kiwango cha lami. Mheshimiwa Mwenyekiti, barabara ya Kakonko Gwarama hadi Muhange yenye urefu wa kilomita 41.43 ni barabara kuu inayohudumiwa na wakala wa barabara Tanzania TANROADS mkoa wa Kigoma. Kwa sasa serikali ipo katika hatua ya kutafuta fedha ili kuifanyia upembuzi yakinifu na usanifu wa kina, ikiwa ni hatua ya awali katika mchakato wa kuijenga kwa kiwango cha lami. Usanifu utakapokamilika na gharama za ujenzi kujulikana, serikali itatafuta fedha kwa ajili ya kuanza ujenzi kwa kiwango cha lami. Katika hatua nyingine, naibu waziri Kasekenya amemwagiza meneja TANROADS mkoa wa Kigoma kuhakikisha anaikagua na kuifanyia ukarabati barabara hiyo ili iweze kupitika na wananchi kupata huduma bora za usafiri na usafirishaji wakati ikisubiri kujengwa kwa kiwango cha lami. Hii barabara, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza ilikuwa iko chini ya wakala wa barabara vijijini, na kwa sababu ya muhimu wake, Mheshimiwa Mwenyekiti, inaenda, tunajua ni barabara ya mpakani, ndio maana imepandishwa hadhi, lakini si hadhi tu, kwa sababu inaunganisha nchi na nchi, na tunajua wenzetu wa Burundi wamesogeza makao yao makuu, ndio maana hata imepandishwa kutoka hadhi ya barabara ya mkoa kuwa trunk road. Kwa hiyo nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba umuhimu huo tunautambua, na mimi nimhakikishie niko tayari, baada tutakapopata muda, wakati wowote tunaweza kwenda tukaiona. Lakini kuhusu kupitika, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni swala la kiutendaji. Naomba nimwagize meneja wa mkoa wa Kigoma ahakikishe
tunapomaliza bunge hili apate muda wiki hii akaione na ahakikishe kwamba anafanyia ukarabati ili uweze kupitika na wananchi waweze kupata huduma bora za usafiri na usafirishaji. Halmashauri ya Jiji la Tanga imetoa kiasi cha shilingi milioni 40 kwa ajili ya kukamilisha ujenzi wa mradi ya nyumba ya walimu katika shule ya sekondari Mapuchu iliyopo kata ya Masiwani, huku ikitarajiwa kuongeza ukaribu baina ya walimu na wanafunzi baada ya kukamilika kwake. Hilali Sefuriami kutoka studio anatupasha zaidi. Akizungumzia ujenzi wa mradi huo, mwalimu mkuu wa shule hiyo, mwalimu Deogratius Njau, amesema awali mradi huo ulianza kuharibika baada ya kukaa kipindi kirefu bila kuendeleza hatua za ujenzi. Januari ya mwaka huu 2026 tulipokea jumla ya shilingi milioni 40 kwa ajili ya kumalizia nyumba hii. Sasa hali ya nyumba hii ilikuwa ni mbaya, kwamba yale ambayo yalifanyika kipindi kile baadhi yalikuwa yamekwisha haribika. Kwa mfano, paa liloezekwa kipindi kile mwaka 2008 lilikuwa limeshaingia kutu na kiasi kwamba kwa matumizi ya nyumba ilikuwa halifai tena. Kwa hiyo kwa mradi huu sisi tumekwenda kulitoa lile paa lote la zamani na kuweka paa jipya la kisasa ambalo ni mabati ya kisasa kabisa ya IT5. Aidha, mwalimu Njau ameelezea matarajio ya kukamilika kwa mradi huo ili kuongeza ulinzi wa miundombinu ya shule hiyo pamoja na wanafunzi. Tunategemea mradi huu utachukua kwa muda wa mwezi mmoja mpaka kukamilika. Kwa hiyo tutakapokuwa tunakwenda mwezi wa 5, tunategemea mwalimu atakuwepo ndani ya nyumba hii kwa ajili ya kuendelea majukumu mengine ya shule. Kwa kweli tunashukuru sana kwa mradi huu kwa sababu kimekuwa ni kilio cha muda mrefu kwenye vikao vya kata, tukienda halmashauri, kwenye vikao vya shule, walimu, bodi za shule. Kwa muda mrefu kimekuwa ni kilio kwamba tunahitaji walau shule iwe na nyumba walau moja ya mtumishi ili kumwezesha mwalimu aweze kuwepo hapa walau kwa minajili ya ulinzi au kwa minajili ya malezi ya watoto, hasa ule wakati wa jioni ambao kuna watoto wanabaki hapa kwa ajili ya kujisomea mpaka mida ya 2:00 usiku. Kwa upande wao, baadhi ya wanafunzi wa shule hiyo wamesema uwepo wa nyumba ya walimu utarahisisha upatikanaji wa msaada wa kitaaluma kwa wakati na kuongeza nidhamu wakati wa masomo ya jioni. Mradi huo unazima ya kutatua changamoto mbalimbali ambazo zinawakuta walimu na wanafunzi kiujumla katika shule hii. Changamoto hizo zikiwemo ni walimu kuwepo mbali na shule. Hii walimu kuwepo mbali na shule inasababisha hata kukitokea dharura ambayo inamhitaji mwalimu aweze kufika haraka shuleni, anakuwa anashindwa kufika. Faida moja wapo, tutakuwa tuna ukaribu zaidi na walimu, ambapo hata ule muda wa vipindi ukiisha, yani kwa wanafunzi tukiruhusiwa, kuna wale baadhi ambao wanabakiaga na kusoma, tutakuwa na ulinzi. Shukrani sana Hilali Sefuriami kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutokea huko mkoani Tanga. Mtazamaji, bado tunaendelea na kapu la habari kitaifa. Tuendelee kusalia huko mkoani Tanga ambako wafanyabiashara wa soko la Makorola Kati katika kata ya Makorola, halmashauri ya Jiji la Tanga, waliohamia katika soko la muda lililopo mtaa wa Community B ili kupisha ujenzi wa soko jipya la kisasa, wameishukuru serikali kwa kuwajengea soko la muda lenye ubora na mazingira rafiki kwa shughuli zao wakati wakisubiri ujenzi wa soko jipya. Rajab Shaban Matuga anatupasha zaidi. Wafanyabiashara hao 208 waliohamishwa kupisha ujenzi wa soko jipya na la kisasa wametoa pongezi kwa uongozi wa halmashauri ya Jiji la Tanga kwa kuwajengea soko la muda lenye viwango, hali inayowafanya kuendesha shughuli zao katika mazingira mazuri na rafiki zaidi. Tumetoka kwenye soko letu la Makorola baada ya kupata changamoto kidogo kwenye soko letu kutokana na matatizo ya soko letu, miundombinu ilikuwa mibovu. Kwa hiyo tunashukuru kwa serikali kwa kutujali, maana soko pia walotujengea pia tunasema ni soko la muda, lakini tunaona kama vile ni soko ambalo la endelevu moja kwa moja. Yani soko tumeambiwa ni la muda, lakini soko hilo jinsi tunavyojisikia raha kama ni la muda mrefu. Tunawashukuru sana kutukumbuka kwa ajili ya kutujengea soko la kimataifa. Tuliomba tupewe eneo la kufanya biashara, hatukutarajia kwa tungejengewa soko kama hili. Tumeshangaa wenyewe tumejengewa soko pia zuri ambalo ni la muda. Kila mtu ambaye anafika hapa haamini.
anaona ni jambo la ajabu. Kwa hiyo sisi tunaishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iendelee kuwa na moyo huo kujali wafanyabiashara, lakini pia kuwajali wajasiriamali wadogo. Afisa biashara wa halmashauri ya jiji la Tanga anayeshughulikia masoko Bi Mwaija Zimbwe ameeleza hali ilivyo katika soko hilo la muda, huku hali ya ulinzi na usalama ikitajwa kuimarishwa kuhakikisha mali za wafanyabiashara zinakuwa salama muda wote. Idadi ya wafanyabiashara wanaohamia katika soko hili wapo 208 na hadi sasa tumeweza kuwapanga wafanyabiashara 185 ambao tayari wameanza kufanya biashara. Sekta ya samaki na kuku bado tunaendelea na mchakato wa kuwapanga katika eneo lao. Vile vile bado tunaendelea kuweka miundombinu mizuri ya ukusanyaji taka. Tunasubiri skip bucket liletwe maeneo haya kwa ajili ya kuhifadhia takataka. Hali ya ulinzi kwenye kata ya Makolola ni shwari. Tuna vikundi vya sungusungu tukimaanisha ulinzi shirikishi, lakini tuna askari kata wetu ambao tuko naye mahali hapa. Usafi wa mazingira umeboreshwa. Nje ya soko kutakuwa na basket. Taka zote zitakuwa zinahifadhiwa huko. Ombi la serikali ya kata Makorora ni kuona mkandarasi anakamilisha ujenzi huo wa miezi 18 kwa wakati ili kuanza kutumika kwa soko hilo jipya. Tunaenda kujengewa soko kubwa na la kisasa kabisa ambalo litawachukua wafanyabiashara wote ndani na hakuna mtu ambaye atabaki nje kufanya biashara juani. Kwa hiyo ni matarajio yetu ambayo inakwenda kukidhi haja au matarajio ya wafanyabiashara na wananchi na wakazi wa Makorora, kwa kuwa ilikuwa ni kilio chao cha muda mrefu sana. Kwa sasa hivi tunaweza kusema kwamba tumechelewa kwa sababu toka amekabidhiwa site mkandarasi ilikuwa ni mwaka jana mwezi wa 7 kama sikosei. Naamini kwamba ujenzi huu kwa sababu umechelewa utaenda spidi, na mkandarasi tunamuomba ikiwezekana afanye kazi mchana na usiku ili kazi iweze kufanyika kwa muda mfupi zaidi. Soko hilo linajengwa kupitia mradi wa uboreshaji miundombinu ya miji TACTIC kwa gharama ya shilingi bilioni 6.9 fedha kutoka Benki ya Dunia. Wananchi wa kata ya Utengule Usangu wilaya Mbarali mkoani Mbeya wataraji kuondoka na adha ya ukosefu wa huduma ya maji safi na salama baada ya serikali kutoa zaidi ya shilingi milioni 400 kwa ajili ya ujenzi wa mradi mkubwa wa maji utakaowanufaisha wananchi hao. Taarifa hiyo kutoka huko mkoani Mbeya inasimuliwa studio naye Hilali Sefuriami. Akizungumza kwa niaba ya wananchi hao, diwani wa kata ya Utengule Usangu Ismaili Matipa amesema tayari wananchi wameshaanza kujitolea kuchimba mifereji ya kupitisha mabomba ya maji. Tayari wananchi wamekusha jitoa kuanza kuchimba mtaro. Tumepata milioni 491 kwa ajili ya utekelezaji wa kumtua mama ndoo kichwani. Ili wananchi wamejitoa na mimi mwenye diwani naendelea kuchimba nao mtaro ili kuhakikisha kwamba hii inakamilika. Lakini hii limepitia kupitia ndugu zetu wadau ambao ni CRS. Hawa watu wa Mpolo ni watu makini sana. Wamejitolea tayari mpaka sasa hivi wameanzisha msingi kwa nguvu zao wenyewe. Mkuu wa wilaya ya Mbarali Brigedia Jenerali Maulidi Hassan Surumbu amesema lengo la serikali ni kuhakikisha wananchi wote wanafikiwa na huduma maji safi na salama, huku akiwasisitiza wananchi kuonyesha ushirikiano wakati wa utekelezaji wa mradi huo. Dhana ile ya Mheshimiwa Rais ya kutoa mama ndoo kichwani inaendelea kutimia baada ya kushirikiana na wadau mbalimbali wakiwemo CRS. Rai yangu kwenu, tuendelee kutoa ushirikiano pale wanapohitaji ushirikiano. Tuendelee kutoa ushirikiano wa kulinda vifaa vitakavyoletwa wakati mradi unaendelea. Lakini kwenye masuala ya mpango wa matumizi bora ya ardhi, hili ni swala la halmashauri ya vijiji vyetu. Ni kazi yao kukaa na kuainisha maeneo kwa ajili ya kilimo, ujenzi wa nyumba, mifugo, maeneo ya wazi kwa ajili ya michezo. Aidha, DC Surumbu amesema serikali imeendelea na mikakati ya kufikisha umeme katika vitongoji vyote wilayani humo, akitolea ufafanuzi wa baadhi ya vitongoji ambavyo tayari vipo kwenye mpango wa kufikishiwa nishati hiyo. Kwenye sekta ya umeme, hasa kwa wilaya yetu ya Mbarali, vitongoji ambao vinahitaji kupatiwa umeme kwa hivi sasa ni vitongoji 132. Kwa kuwa vitongoji 580 kwa hivi sasa vina umeme. Kati ya vitongoji hivyo 132, Daktari Samia Suluhu Hassan ameanza na vitongoji 53. Na Utengule Usangu nimeambia tuna vitongoji viwili.
ambavyo vitapata umeme kupitia mpango huu ambao unaendelea. Kwa hiyo maana yake tutakuwa na vitongoji ambavyo vinasubiri, vitongoji 69 na rais ametuahidi awamu ya pili ya REA hii ambayo imeanza, vitongoji vyote 69 vitaenda kupata umeme. Kufuatia ukuaji wa sayansi na teknolojia ulimwenguni, shule 5 za msingi na sekondari katika kata ya Sitalike, halmashauri ya wilaya ya Nsimbo mkoani Katavi zimepatiwa vifaa vya tehama vilivyogharimu zaidi ya shilingi milioni 6 ili kuboresha utoaji wa huduma ya elimu kwa watoto wa kata hiyo. Rajab Shaban Matuga anatupasha zaidi. Vifaa hivyo vilivyotolewa na diwani wa kata Sitalike ambaye pia ni mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Nsimbo Athumani Juma Fimbo ni sehemu ya utekelezaji wa ahadi za serikali kwa wananchi wa kata hiyo. Ahadi yangu binafsi kipindi cha uchaguzi niliahidi shule za kata yangu tutawapa vifaa vya tehama. Kwa hiyo leo hii tumekabidhi vifaa hivi vya tehama ikiwa na kompyuta na projector kwa shule zetu zote za kata ya Sitalike katika kuhakikisha tunaboresha elimu kwa watoto wetu na kuweza kuwa wa kisasa zaidi kwa dunia hii inavyokwenda. Na huu ni mwanzo, na vifaa vingine tutaendelea kuleta kadri tunavyopata na wadhamini mbalimbali watakayetupa ili tuweze kuboresha. Nahitaji Sitalike iwe ya kisasa zaidi. Amezitaja shule 5 zilizonufaika na kompyuta hizo kuwa ni pamoja na shule ya msingi Igongwe, Matandarani, Makutanio, Magula na Mtisi. Kwa shule ya Sitalike tayari yenyewe ina vifaa vya tehama, ila walikuwa wanapungukiwa projector kwa ajili ya kufanya mafunzo kwa vitendo audiovisual. Kwa hiyo wenyewe tumewapatia hiyo projector, pamoja na shule ya sekondari Sitalike ambayo ni shule yetu ya kata. Kwenye mahafali yao mwaka jana waliomba projector, kwa hiyo tumewaletea na wao wamepata projector moja kwa ajili ya shughuli zao za kielimu. Kwa upande wa sekta ya elimu katika kata ya Sitalike kupitia kwa afisa elimu wa kata hiyo Yusufu Shitindi, wameahidi kutunza na kuhakikisha vifaa hivyo vinatumika kwa malengo yaliyokusudiwa. Kwa hiyo tunasisitiza tu kwamba watumiaji kwa maana ya walimu ambao ndio walezi wa wanafunzi basi watoe elimu nzuri katika hali ya utumiaji kwa watoto ili wavizoee katika kuona kuvitunza, lakini wao wenyewe waone kama ni rasilimali madhubuti katika kuwasaidia katika nyenzo nzima ya ufundishaji, kwa sababu wakivitunza vitawasaidia zaidi katika kufundishia na itawarahisishia katika kazi. Awali wakati tunafundisha watoto wetu tulikuwa mara nyingi tunatumia michoro, lakini pia tulikuwa tunatumia labda vishikwambi ambavyo tulikuwa tupo navyo ambavyo bado vilikuwa havionyeshi ule uhalisia wa kompyuta. Lakini sasa hivi baada ya kupata vifaa hivi vitaturahisishia kufundisha kuliko kutumia picha. Kabla tujapata hii projector tulikuwa na wakati mgumu sana kuweza kuonesha mafunzo kwa vitendo. Sasa hivi tunaamini kabisa kwamba mwanafunzi sasa hivi ataenda kuelewa kwa undani zaidi, kwa sababu hapa sasa tutaenda kudisplay ili mwanafunzi aweze kuona kile kinachofundishwa ni kitu gani. Naam, shukrani sana Rajabu Shaban Matuga kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutoka huko wilayani Nsimbo mkoani Katavi. Na mtazamaji, kwa taarifa hiyo inatufanya kufika tamati wa kapu la habari kitaifa. Hivi sasa tunapata wasa wa kwenda kupoza kwa sekunde chache, na tukirejea ni wasa mwingine wa kuziangazia zile taarifa mbalimbali ambazo zimejiri nje ya mipaka ya Tanzania. Nikusihi na nikuombe tu mtazamaji, endelea kusalia papo hapo katika runinga yako kufuatilia Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Mahasin TV channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam.
Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Tumerejea tena mtazamaji wa Mahasin TV, na nisiwe mchoyo wa fadhila kukupongeza wewe ambaye umeamua kusalia nami hapa katika Kapu la Habari. Na kwa wewe kama ndio kwanza unaungana nami, kipindi hewani ni Kapu la Habari, ambapo hivi sasa ni wasaa mwingine sasa kuzitazama zile taarifa mbalimbali ambazo zimejiri nje ya mipaka ya Tanzania, kama zinavyosimuliwa naye Nuhu Kasim Mstima. Mtazamaji wa Mahasin TV, karibu kwa upande wa habari za kimataifa. Rais wa Marekani Donald Trump amesema amekubali kusitisha mashambulizi dhidi ya Iran kwa muda wa wiki 2 kufuatia pendekezo la wapatanishi katika mgogoro huo. Trump alisema uamuzi huo umefikiwa baada ya mazungumzo na viongozi wa Pakistan, akiwemo Waziri Mkuu Shehbaz Sharif, ambao waliomba muda zaidi kwa juhudi za kidiplomasia. Katika ujumbe wake, Trump alisema hatua hiyo inahusishwa na kufunguliwa kwa mlango bahari wa Hormuz kwa usalama, ambayo ni njia muhimu ya biashara ya mafuta duniani. Kwa upande wake, waziri wa mambo ya nje wa Iran, Said Abbas, amesema Iran ipo tayari kusitisha mapigano iwapo mashambulizi dhidi ya nchi hiyo yatakomeshwa, ikiashiria makubaliano ya masharti kati ya pande hizo mbili. Trump pia amesema Marekani imepokea mapendekezo ya masuala 10 kutoka Iran, akiyataja kuwa ni msingi unaoweza kufanyika kupitia mazungumzo, huku akieleza kuwa tofauti nyingi zilizokuwepo tayari zimepunguzwa. Vita kati ya Marekani, Israel na Iran vilianza Februari 28 na vimeathiri masoko ya kimataifa, hasa bei ya mafuta. Kwingineko, jeshi la Korea Kusini limesema Korea Kaskazini imerusha kombora kwenye bahari karibu na ufuko wake katika pwani ya mashariki, ikiwa ni tukio la pili ndani ya siku 2. Tukio hilo limetokea baada ya jeshi la Korea Kusini kusema kuwa limegundua uzinduzi wa kombora lisilojulikana karibu na mji mkuu wa Korea Kaskazini siku ya Jumanne ya Aprili 7, 2026, na kwamba mamlaka ya ujasusi ya Korea Kusini na Marekani zinaendelea kufanya uchunguzi kubaini kinachoendelea. Mapema wiki hii, Korea Kaskazini ilisema kwamba kiongozi wake Kim Jong-un alishuhudia jaribio la injini ya mafuta iliyoboreshwa kwa ajili ya silaha, na kupongeza hatua hiyo aliyoitaja kuwa inaimarisha silaha zake za kimkakati kwa ajili ya shughuli za kijeshi nchini humo. Hata hivyo, katika tukio la hivi karibuni, timu ya maafisa wa Korea Kusini hawakutoa maelezo zaidi kuhusu umbali gani kombora hilo la Korea Kaskazini liliruka na aina ya kombora lenyewe. Tukitamatisha kwa upande wa habari za kimataifa, zaidi ya vifo 1500 vimeripotiwa nchini Lebanon, huku Israeli ikiapa kuendelea na mashambulizi. Shirika moja la habari limeripoti kuwa tangu kuanza kwa vita vya Marekani na Israeli dhidi ya Irani mwezi mmoja uliopita, zaidi ya watu 1530 wameuawa nchini Lebanon baada ya Israel kuanza mashambulizi ya kuwalenga wapiganaji wa Hezbollah. Idadi hiyo ya vifo, kulingana na shirika hilo la habari, ilitolewa na Wizara ya Afya ya Lebanon, ambayo inajumuisha vifo vya wanawake 102 na watoto 130, huku zaidi ya watu 4812 wamejeruhiwa. Licha ya kusitishwa kwa mapigano nchini Iran, Israeli imesisitiza kuwa makubaliano hayo hayajumuishi Lebanon na wataendelea kulenga kundi la Hezbollah. Katika wiki kadhaa zilizopita, Israeli imetuma wanajeshi wake kusini mwa Lebanon na kudhibiti eneo karibu na mto Litani, ambapo Israeli imeapa kuwa lazima iondoe tishio la Hezbollah, licha ya kuwa Israeli imetekeleza mashambulizi kusini mwa Lebanon. Na huu ndio mwisho wa habari za kimataifa kutoka hapa Mahasin TV. Msomaji wako ni mimi Nuhu Kasim Mstima. Naam, shukrani sana Nuhu Kasim Mstima kwa masimulizi ya taarifa hizo ambazo zimejiri nje ya mipaka ya Tanzania. Na mtazamaji, mpaka kufikia hapo tumefika tamati ya Kapu la Habari, lakini kabla ya kuhitimisha, tujikumbushe miongoni mwa machache katika mengi ambayo tulikuwa nayo katika siku hii ya leo. Chuo cha Umu Aisha kilichopo manispaa ya Singida chapata suluhisho changamoto ya huduma ya maji. Shilingi bilioni 17 zatumika kukamilisha miradi mitatu ya dharura mkoani Katavi.
Na katika rubaa kimataifa, Marekani na Iran zakubaliana kusitisha mapigano kwa wiki 2. Naam, mpaka kufikia hapo mtazamaji wa Mahasin TV, mimi sina la ziada hapa katika kapu la habari, ambapo muda wote ulikuwa nami Zuberi Mgayani ili kupitisha kwa upande wa habari za kitaifa, na katika upande wa habari za kimataifa nilimwalika hapa Nuhu Kasim Stima ambaye amekupitisha katika yote na yote yaliyojiri nje ya mipaka ya Tanzania. Kabla ni kuage ni kukumbushe tu mtazamaji kuwa iwapo kama kuna jambo ambalo unatumia muda mwingi kulifanya, basi kumbuka kwamba jambo hilo ndilo ambalo linaamua hatima ya maisha yako. Nikutakie tu wakati mwema na utazamaji mwema pia vipindi mbalimbali kupitia channel namba 455 katika kisimbuzi cha Azam Mahasin TV. Pata kujua wema wa Uislamu wa billahi tawfik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante na kwa heri kwa sasa. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.